siku nyingine ambayo Bwana ametupa ili tuweze kujitafakari juu ya maisha yetu katika Kristo Yesu. Tunajitafakari maisha yetu ndani ya Kristo Yesu, kwa sababu shetani, Biblia inasema hatupashi kukosa kuzijua hila zake. Shetani anakuwa na mahubiri mengi kiasi kwamba wokovu unakosa ile ladha yake, anauoshi, lakini wokovu uko pale pale na nguvu yake iko pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni ya leo tunaenda kuangalia katika kitabu cha Ezekieli zile roho ambazo zinakwamisha vita. Vipo unapokuwa tunazungumza mambo ya rohoni, tunazungumza juu ya pande mbili. Kuna pande ya wokovu na kuna pande ya uchawi na ushirikina na nguvu za giza ambazo zinazuia kile ambacho Mungu amekikusudia kisitimie kwako. Sababu kama tulivyoanza jana, Mungu amekuokoa kwa kusudi. Haujaingia katika wokovu kwa bahati mbaya. Ukuokoka kwa bahati mbaya, ndio maana aliwaacha wale wengine, wewe ukampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ili ujue yale yaliyokuwa yametokea katika maisha yako, unapaswa kumjua na adui yako. Bwana asifiwe. Kumfahamu adui yako. Katika kitabu cha Ezekieli sura ya 12 mstari ule 12, Ezekieli na mstari wa 21, Biblia inaposema ya kwamba neno la Bwana likamjia kusema, neno la Bwana likamjia akasema, ulionayo katika nchi ya Israeli, nikisema siku hizo zinakawia na maono yako yote hayatimizwi, basi uambie, Bwana Mungu asema hivi, nitaikomesha mithali hii, wasitumie tena kama mithali katika Israeli, lakini uambie siku hizo ni karibu na utimilizo wa maono yote, kwa maana hayatakuwapo tena maono yoyote ya ubatili wala ubashiri wa kujipendekeza katika nyumba ya Israeli. Maana mimi ni Bwana, mimi nitanena, na neno lile nitakalolinena nitalitimiza, wala halitakawirishwa tena. Maana katika siku zenu, ewe nyumba iliyoasi, nitalinena neno hilo na kulitimiza, asema Bwana wa majeshi. Bwana asifiwe sana. Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, tazama, hao wenye nyumba ya Israeli husema, maono haya hayaonayo ni ya siku nyingi zijazo, naye anatabiri habari za nyakati zilizo mbali sana. Basi uambie, Bwana Mungu asema hivi, maneno yangu hayatakawilishwa tena hata moja, bali neno nitakalolinena litatimizwa, asema Bwana Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyakati zilikuwepo ambazo zilifanana na nyakati zetu. Mtu anaamini Mungu katika biashara hii, anaiona kabisa imekaribia, lakini haitimii. Nyakati zilikuwepo ambazo watu walikuwa na malengo yao ya kufanya vitu vyao, na wamemwamini Mungu kabisa, alafu vikakawia, na wengine wakaacha kumwamini Mungu kwa sababu ya yale mambo ambayo wamekutana nayo katika safari ya wokovu. Hizo nyakati zilikuwepo kwa wana wa Israeli. Ndio maana Bwana alipoona sasa wengi wanarudi nyuma, wengi wanavipa vipaumbele vitu vingine,
wengi wanayaona ya maana mambo mengine. Anauliza, ni mithali gani mlio nayo enyi wana wa Israeli? Ni mithali gani ambayo mmeinua katikati yenu enyi wana wa Israeli? Waliinua mithali nyingine ya kumfanya Mungu kana kwamba ni toi, kana kwamba tunapomwabudu havitimii vitu hawajaviona na vilikuwa hawajaviona. Ndio maana anasema, mbona mnasema hivi vitu alivyovitabiri vitakawia, sio vya nyakati hivi? Mungu alikasirika, anasema vyote vinavyotabiriwa sintavikawirisha tena. Iwe upo katikati yetu au upo kwenye mtandao wetu, na vizuri ujue jambo hili kwamba Bwana Mungu anasema hata kawirisha tena. Ikiwa ni jambo la biashara, ikiwa ni jambo ambalo umemwamini Mungu kwamba mwaka huu nitachumbiwa, mwaka huu nitaoa, mwaka huu nitaanza biashara, Bwana hata kawirisha tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu anachokitaka ni wewe kujua ya kwamba unamwabudu Mungu aliye hai. Hicho ndio kinachotakiwa. Nyakati tunazoishi, shetani ameyeyusha nguvu yake. Miujiza iko mingi ya majiki sasa hivi, na watu mpaka wanaona nafuu hata hiyo, kwa sababu inaleta majibu yao. Lakini Mungu anasema sitakawirisha tena. Vitu vilivyokuwa vinachelewa havitachelewa tena. Bwana atakuonekania mwaka huu katika jina la Yesu. Kabla hatujafika mwezi wa 6, Bwana atafanya vitu, wapendwa. Havitakuwa vile vilivyokuwa, maana Mungu anajua ya kwamba watu wamechoka, watu wamengoja wakachoka kabisa. Haleluya! Anamwambia Ezekiel, amepewa neno limetoka kwa nani? Kwa Bwana. Anasema, ni mithali gani hii mlionayo nyie katika nchi hii? Ni mithali gani ambayo mnaizoea? Mungu mmemwona kawaida. Mungu si wa kawaida. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu sio wa kawaida. Anasema, mwanadamu, mithali hii mlionayo katika nchi ya Israeli, mkisema siku hizo zinakawia na maono haya hayatatimizwa. Ninachotaka kuambia, chote ulichomwamini Mungu, yote uliyoyakiri ulipoanza Januari, yatatimia katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Tunapambana na roho ya kuchelewesha, roho ya kuchelewesha vitu, roho ya kuahirisha. Miujiza inakuwa kama iko mbali, haiwi karibu. Miujiza yako, ulipanga ufuge nguruwe, unaahirisha. Usiahirishe. Mungu anasema hatakawirisha tena. Ulipanga usafiri, umeahirisha kusafiri. Usiahirishe chochote ambacho ulikuwa unataka kukifanya. Endelea mbele, kwa sababu Bwana anasema sitakawirisha tena. Pokea katika jina la Yesu. Amen. Kutocheleweshwa tena, maana Bwana akisema amesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema, basi uwaambie Bwana Mungu asema hivi, nitaikomesha mithali hii, wasiitumie tena kama mithali katika Israeli. Lakini uwaambie siku hizo ni karibu, na utimilizo wa maono yote ni karibu. Wapendwa, hayatakawia tena. Haya maono ya Bwana hayatakawia, yako karibu. Haleluya! Watu wamechoka sasa hivi, watu wamengoja, wamechoka. Lakini nataka kukuinua neno la kinabii ambalo Bwana ametupa. Ametuahidi hata kawirisha. Vitu vile ulivyomwamini Bwana vinakuja, vitatokea sasa katika jina la Yesu. Wala haviko mbali, viko karibu, vitatokea sasa katika jina la Yesu. Katika kitabu cha Ezekieli sura ile ya 7 mstari ule wa 7, anasema, ajali yako imekujia wewe, ukaacha ukae karibu na nchi hii. Bwana asifiwe sana. Ukae katika nchi hii, majira yamewadia,
siku ile inakaribia, siku ya fujo wala si ya shangwe milimani. Bwana asifiwe sana. Inakaribia, imeleta majibu yako, wala tena hutakawilizwa kabisa, kwa sababu Bwana Mungu amekuona. Bwana asifiwe sana. Oh, Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hapatakuwa na wakati tena, hapatakuwa na wakati tena wa kuchelewesha kile ambacho Mungu amekikusudia. Wale waliokuwa nyuma yako watashangaa kwamba umewaovertake. Wale waliokuwa mbele yako umewaovertake na kuwa mbele yao mara moja. Maana sasa hivi unashangaa wale waliokuja nyuma vitu vyao vinaendelea, wewe vyako vimekaa nyuma. Umewafundisha mwenyewe, umewaelekeza mwenyewe, ukawaonyesha namna ya kufanya, wao wamefanikiwa, wewe bado na struggle. Biblia inasema nyakati hizo zimekwisha sasa. Amen. Nyakati hizo zimekwisha, hazitakuwepo tena. Hiyo mithali ya mbona wengine wanafanikiwa mimi sifanikiwi, hutaiona tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni roho ya kukawia. Usikawie katika kufanikiwa kwako, kama ilivyokuwa kwa kipindi cha Penina. Penina alimdharau Hana. Wakati wa kudharauliwa Hana ulipita. Bwana asifiwe sana. Penina alikuwa na watoto. Biblia inasema mke mwenzie alikuwa hana watoto. Kwa hiyo muujiza wa Hana ulichelewa na muujiza wa Penina uliwahi. Penina alikuwa hana roho njema juu ya mwenzie, akiwatuma watoto anachukia, akiwatuma Hana watoto wake anachukia. Kwa hiyo ikamwingia uchungu Hana, maana muujiza wake umechelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia inasema mambo yakapita. Kisoma Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari ule kuanzia wa 4 kuendelea, habari hizi zinazungumza pale. Muujiza ukatokea. Bwana asifiwe sana. Muujiza wa kutisha ukatokea kuanzia mstari wa 2, kitabu kile wapendwa cha Samueli, kitabu cha Samueli. Soma katika kitabu cha Samueli sura ile ya Samueli wa kwanza, sura ile. Vizuri tuende kwa maandiko, wengine wako mbali, wanaotufuatilia wajue imeandikwa wapi na iko kitabu gani, ili tusiende spidi ile tunayoenda nayo. Samueli 1 mstari ule wa 2 anasema, naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja akiitwa Hana na jina lake wa pili akiitwa Penina. Naye huyu Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyu alikuwa akikwea kutoka mjini kwenda mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku ile ilipofika, Elikana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu yake, akawapa na watoto wake wote, waume kwa wake, sehemu zao. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama muujiza wako ulichelewa, uliungoja mwaka jana, uliungoja mwaka huu, mpaka mwezi tunaenda sasa wa 5, tunaelekea wa 6, ninataka kukutangazia ya kwamba Bwana amesema nyakati za kuchelewesha zimekwisha. Atafanya haraka. Hiyo mithali au hicho kitendawili cha biashara yako hakitakuwepo tena. Hili neno wataenda nalo wanaoamini, na mambo makubwa yatatokea katika maisha yao.
Kuna watu wamezoea kuingia makanisani na kukaa na kuandika na kutoka, hata ukimuuliza dayari moja hana, lakini nataka kukuambia wenye imani wanaondoka na muujiza wao. Hiyo ndio Bwana aliyoniambia, hutabaki pale ulipokuwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Nataka kuhakikishia kwamba Bwana akamkumbuka Hana, ukawepo wakati wa kukumbukwa, wakati wa Bwana kuondoa mithali mbaya upo, na mambo mapya yataanza kutokea katika maisha yako. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kuna wakati wa kuficha na kuna wakati wa kufichua. Kuna wakati wa vitu kuonekana na kuna wakati wa vitu visionekane. Ni kweli Hana, unafikiri hakumwambia Penina nina mimba? Mimba itaonekana tu katika jina la Yesu. Mafanikio yako yatakapoinuka, kila mtu ataona, hutaficha tena. Tayari mtoto amekuja. Watakao kuita Freemason sawa, watakao kuita umepata kwa wapi sawa, lakini wakati wako umefika. Miujiza yako inatimia. Mungu anasema hata kawiriza tena. Ataleta kwako kwa jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaziona siku zangu za shangwe zilizosalia. Ninaziona siku za kufurahia kwa kuwako kwake Bwana. Wokovu ni halisi. Wokovu sio majiki. Wokovu ni halisi. Mungu wetu anajibu halisia. Tena nakuazika ukikata tamaa. Usikate tamaa. Muamini Bwana. Amini Bwana atakushukia kama Hana ilivyotokea kwake katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Itatokea tu kwa sababu Mungu hana upendeleo. Kama alivyofanya kwa Hana ndivyo atakavyofanya kwako. Bwana asifiwe sana. Biblia ukisoma katika kitabu kile cha Isaya sura ya 5 mstari wa 13 anasema kwamba watu wangu wanachukuliwa mateka kwa kukosa maarifa, na watu hao wenye cheo wana njaa, na wengi wao wanaona kiu sana, hawajashibishwa na vitu ambavyo wamevitamani. Anawaona hivyo Mungu watu wake. Yote haya Mungu anazungumza juu ya watu wake. Watu wake watu gani? Waliompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi kwa nyakati hizi. Hao ndio watu wa Bwana. Haijalishi una maisha gani, lakini wewe ni mtu wa Bwana kwa sababu umelipokea neno lake na umempokea mwana wake Yesu Kristo katika maisha yako. Mungu anahuzunika usipofanikiwa. Mungu hasikii vyema usipofanikiwa katika mipango yako. Kwa hiyo tunapokuwa tunamwamini Mungu namna hii, na wachawi nao wanamwamini shetani namna ile, lakini shetani hana nguvu kwa Mungu wetu katika jina la Yesu. Amen. Nisikie amen kubwa kwa jina la Yesu. Amen. Bwana nalo kusudi, Bwana nao mpango juu ya maisha yako. Watu wangu wamechukuliwa mateka. Usitekwe. Ukiangalia sasa hivi watu wametekwa. Ukiwaita mkesha hawaji. Ukiwaita maombi ya asubuhi hawaji. Makanisa mengine yamefunga ibada za katikati. Ukiwaita vijana kwenye vijana hawaji. Wametekwa nyara, wamefungwa, yaani hawapo. Ukitaja utakatifu hawaelewi, wanasikia vitu vingine, si neno la Bwana. Mpendwa, ni vizuri ujifunze kitu, ni vizuri ujue kitu, kuliko kupoteza muda umekaa kwenye mpira. Watakatifu wanakimbia waende kwenye mpira wakasikilize mpira kuliko neno la Bwana. Elewa, tambua wewe ni nani. Haya maneno, Mungu anaona huzuni wa watoto wake aliowazaa kupitia neno lake, maana ahadi alizowaahidi zimekaribia, haziko mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Zinaenda kutimia mara, kwa sababu Mungu yeye ni mwaminifu.
Biblia inasema katika Hosea 4 mstari wa 6, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ningelipenda nisome neno lingine katika kitabu cha Mithali. Fungua Biblia katika kitabu kile cha Mithali. Kitabu cha Mithali ni Biblia ya Agano la Kale, sababu ni vizuri kwa wale wanaotufuatilia kujua maandiko kama haya. Na mstari ule wa 9, Biblia inasema hivi, mstari ule wa 9 anasema, asiyemcha Mungu humpoteza jirani yake. 11 mstari wa 9 anasema, asiyemcha Mungu humpoteza jirani yake kwa kinywa chake, bali wenye haki watapona kwa maarifa. Na kitabu kile cha tulichokisoma cha Hosea tulichokitamka 4:6 anasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Wapendwa, mambo ya Mungu si ya hivi hivi tunavyodhani. Lazima uingie kwenye maarifa ya kimungu, usijue siri za Mungu, na hakuna pengine pa kuzijua siri za Mungu. Maana kitabu kile cha Warumi 10 mstari wa 17 anasema, imani chanzo chake ni kulisikia neno. Jiwekee nafasi ya kusikia neno la Mungu ili lipate nafasi ndani yako. Neno la Mungu likiwa kwa wingi ndani yako, majibu ni mengi, wala hutakaa kwenye kusafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ahadi ya Mungu iko pale pale. Unavyojuta ndivyo Mungu naye anajuta, anaumia. Kwa nini wanangu hawapati miujiza yao? Kwa nini wanangu bado wanalia, wana shida? Bwana asifiwe sana. Asiyemcha Mungu humpoteza jirani yake. Kumcha Mungu ni maana yake umempa nafasi ya kwanza Mungu. Bwana asifiwe sana. Maana ya kumcha Mungu, maana yake ibada ni kitu cha thamani kwako kuliko vitu vingine vyote. Biblia inaposema anayemcha Mungu, maana yake ambaye ametoa nafasi kubwa kwa Mungu. Ukiwa mcha Mungu, mafanikio yako. Ndio neno la Mungu linaposema hapa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini asiyemcha Mungu humpoteza jirani yake kwa kinywa chake, bali wenye haki watapona kwa maarifa. Bwana asifiwe. Wewe unafikiri maarifa ni nini? Ni kwamba wote tuko kwenye bodi, tuko kwenye kanisa wote, lakini tumetofautiana. Wengine ibada yao ni Jumapili kwa Jumapili. Huwezi ukafanana na yule ambaye anahudhuria siku za katikati. Huwezi, haitawezekana, kwa sababu Mungu hujifunua kwa neno lake, na neno lake ndio unabii uliokamilika kuliko hizi nabii tunazozifuata huku na kule. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu hujifunua. Ukisikia neno la Mungu sawasawa na Warumi, ukilisikiliza kwa wingi, imani hujengeka, na kupitia imani hiyo miujiza inatokea katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe wana wa Mungu. Kwa hiyo tuangalie namna ambavyo tunaweza kuenenda. Tuangalie namna jinsi ambavyo tunaweza kupambana tukapata majibu yetu. Ulivyo leo ni matokeo ya jana. Kwa hiyo tunaitengeneza kesho kwa leo. Bwana asifiwe sana. Tunatengeneza kesho kwa leo hii. Roho la kuchelewesha lazima lihame. Miujiza yetu lihame. Tumemwamini Mungu, mambo makubwa lazima likimbie ili tuingie kwenye laini yetu. Yaani tuhame pale tulipokuwa, kwamba umeandika umeuma na ulimi. Nikikuuliza ulioandika wiki iliyopita tu, huna hata moja. Hizo nyakati zihame.
uandike kwenye moyo wako. Neno lifanye kazi kwenye moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo anasema jinsi ilivyotokea ni kwamba kulikuwa na roho katika Israeli na vitu kuchelewa na watu kukata tamaa. Mtu anafanya biashara hii haifanikiwi, hapati. Anafanya biashara ile hafanikiwi. Anamgoja Mungu mpaka anaweka mikono hivi, mpaka anaacha kwenda kanisani. Mpaka mwingine hajui kama ameokoka au hajaokoka, ila ni Mkristo tu, kwa sababu vitu havifaniki, vitu havipo, mambo hayawi. Kila akimwamini Mungu ameombewa mikono na mikono, mikono na mikono wamemrundikia, hakuna kinachotokea. Kwa sababu mpendwa, imani ndio kinachotakiwa, sio mikono ya wengine wenye imani. Imani ya kuazima haitakusaidia. Imani yako mwenyewe ukimwamini Bwana itakusaidia. Chukua maarifa. Hayo maarifa nitayahubiri Jumapili. Hapa napita tu, lakini Jumapili ndio ninakwenda kuachilia maarifa. Sababu najua ni siku ambayo kila mtu mwenye kuamua amue. Ndivyo Bwana alivyoniambia. Nitazungumza Jumapili. Lakini sasa hivi unatakiwa ufahamu. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema katika kitabu kile cha Ufunuo 10 mstari wa 6. Anasema hivi, malaika akaapa kwa aliye hai, hapatakuwa na wakati tena. Bwana asifiwe sana. Hapatakuwa na wakati wa kuchelewesha tena. Utakaa, malaika ameapa, huo wakati haupo, hautakuwepo tena. Wale ambao wanaendelea kukaza kumpenda Bwana wataendelea mbele, wenye kurudi nyuma watarudi nyuma, maana wakati haupo tena. Wakati wa Yesu kurudi ndio majira haya. Kwa wanaojiweka sawa kwenye laini, Bwana atawakuta, atawanyakua. Lakini wale ambao wamemsahau, wanajua watakuja, watakuta Yesu hayupo na kanisa halipo, limenyakuliwa. Wale ambao wako bize na dunia watabaki hapo hapo. Yesu atakuwa amewachukua wale waliowaandaa na waliojitoa kwa maarifa yao, wakamtafuta Bwana aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakutakuwa na muda tena. Bwana asifiwe. Mpendwa, wewe mwenyewe ni shahidi. Vitu vingapi umeahirisha? Vitu vingapi umeahirisha? Roho ya kuahirisha vitu niache kutoka kwa Ibilisi. Jambo lako linakuja karibu na kufanikiwa, unaahirisha, unalifuta. Linakuja ni jema tu kabisa. Ndio roho ilikuwepo kwa wana wa Israeli, halifanikiwi. Mangapi ulipanga Januari? Mangapi ulipanga tunapoendelea mwezi wa pili huu? Yote umeahirisha, yote hayapo. Umetingwa na kimbunga cha matukio mbalimbali yanayoendelea. Mpaka sasa uelewi ni mbele ni wapi, nyuma ni wapi. Hiyo ni roho ilikuwepo kwa taifa la Israeli. Bwana akasema haitakuwepo tena. Bwana asifiwe sana. Na mimi naamini katika nayo haitakuwepo tena. Roho ya kuahirisha, roho ya kuchelewesha vitu, ukapokea vitu vyako katika jina la Yesu Kristo. Pokea muujiza wako katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hiyo ni roho ya kupunguaza watu, roho ya kutompenda Mungu watu hawampi Mungu kipaumbele. Hiyo ni roho. Usifikiri ni kawaida, usifikiri watu wako bize zaidi kiasi hicho. Hapana, iko roho nyuma yake. Sasa ukifikiria kwamba shetani amelala kama wengine wanavyosema na kuchinja shetani, wanaamini amechinjika. Hachinjiki. Shetani yuko pale pale. Wewe ndio tafuta maarifa ya kumtafuta Bwana na kumlingana Bwana ili Mungu afanye mambo yaliyo yako. Amina.
Bwana asifiwe sana. Amen. Kila wakati vitu tunaahirisha, sio mpango wa Mungu, ni roho. Wale waliokuwa nyuma yako unashangaa wako mbele yako, hii ni roho. Bwana asifiwe sana. Watu wanakuovertake hivi hivi. Unaona, vijana wameanza juzi, wanafanikiwa, wewe uko pale pale. Nilipita mahali fulani nikakuta ka hospitali ka zamani, napita na daktari ananiambia ka hospitali, sisi tunasoma shule kako hivi hivi, sisi tumeanzisha mahospitali makubwa kako hivi hivi. Roho ya kubakia pale pale ulipo ing'oke kwa jina la Yesu. Roho ya kutoendelea, roho ya kutofanikiwa ikutoke katika jina. Ninaposema hivyo maana yake umekita, umeweka mizizi, lakini tunakung'oa kwa jina la Bwana. Lakini tunakung'oa kwa neno la Bwana. Lakini tunakung'oa kama naamini ung'oke katika jina, ili uendee hatua zingine. Haiwezekani wanakuovertake hapo hapo. Wale wanaokuja nyuma wanakupita na unapitika na unabaki tu na maneno hawa. Fanya wewe. Kama wewe una Mungu, fanya wewe. Ndio maana hakuna kitu kibaya unabaki kuwasema watu, kuwalaumu watu, kuwakosoa watu. Sio roho ya Mungu. Roho ya Mungu ni wewe kumtafuta Mungu wa kweli. Ni wewe kusimama Mungu aonekane kwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama na Mungu, acha Mungu aonekane basi. Sio kunung'unika tu, naishia kunung'unika, kusema haitasaidia. Hiyo ni roho mbaya. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Mungu, Bwana asifiwe. Haleluya. Biblia inasema hivi, tusome katika kitabu kile cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo ndio kuna ili jambo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 27. Sura ya 27 kitabu cha Mwanzo na mstari ule wa 40. Mstari wa 40. Neno la Mungu linasema hivi, wana wa Mungu, kwa upanga wako wewe utaishi, nawe utamtumikia ndugu yako nduguyo, na itakuwa utakaponyoka utalivunja kongwa lake. Utakaponyoka utavunja kongwa lake katika shingo yake. Hiyo ni laana ilikuweko, kwamba wengine anajikuta na watumikia wengine tu. Wewe utawatumikia wengine mpaka lini? Hiyo ni laana, lazima uing'oe. Anasema wewe utawatumikia ndugu zako tu. Hiyo roho ikung'oke. Mungu akupe akili, Mungu akupe ubunifu, Mungu akupe maarifa, ili usitumikie watu. Mungu anashindwa kukubariki, maana ili akubariki wewe inabidi abariki ile kampuni. Ili akubariki wewe abariki lile duka kwanza la mwenye duka, ndio na wewe uje upate kuongezeka mshahara. Funguka nyakati tulizo nazo, sio nyakati za kutumikia watu. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni Mwanzo 27. Akina Esau na Yakobo na wengine ndio anazungumzia hapo. Mungu anatoa laana kwamba utawatumikia ndugu zako. Haiwezekani. Mungu akupe watu wa kukutumikia wewe. Ndio baraka za Ibrahimu zilivyo. Bwana asifiwe sana. Sio wewe uwatumikie watu. Mimi nawaangalia hata watu, mtu anaendesha pikipiki ya mtu, maisha yake yote ikiisha anahama nyingine, anaendesha nyingine anaendesha. Utanunua lini ya kwako? Uwe na ya kwako mwenyewe. Mimi naona ni afadhali
Yaani nitengeneze meza niweke pale, nikaange karanga niweke hapa karanga, hapa kitu chako, alafu Mungu kutokea hapa anaanza kukubariki kidogo kidogo, kuliko kutumikia watu iwe ni kwa muda tu wa mpito. Lakini Mungu ameahidi kwa walio wake kuwainua kutoka katika hali ile walionayo kwenda juu. Sasa ndiyo yanakuja yale maarifa. Tukikaa bila maarifa hatutafanikiwa. Bwana asifiwe sana. Na maarifa yako kwenye neno lake. Kikaa kwenye neno lake na kwenye magoti, Bwana anakupa maarifa, utajua cha kufanya na Mungu atakutoa katika hali hiyo ulionayo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo anasema utawatumikia ndugu zako kwa upanga wako, wewe utaishi. Yaani kazi ya hukumu utaishi, utawatumikia ndugu zako, afuwe upanga wa kukufanya uishi mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunatakiwa wapendwa, tujue nyakati tunazoishi ni nyakati mbaya, ni nyakati si nzuri. Watu sasa hivi wanatumikisha watu sasa hivi uchawi ni kitu cha kawaida, lakini kwa walioamini Mungu amekasirika. Mungu anasema hiyo mithali haitakuwepo tena, inatoweka, utatumika kama ulivyokusudia mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ishara ya kukawia ni wakati ambao mambo yako yanafanyika ikiwa umechelewa. Yaani wenzio wameshaenda chapter nyingine, wewe tu unainuka. Wenzio washabadilisha biashara, wewe bado unang'ang'ania ile. Mimi nimewahi waona watu ambao wamechelewa hata kwenye mambo haya ya biashara, yuko pale pale na ile aliyonayo, mwisho inakosa market. Bwana asifiwe sana. Hata kazi hizi zina majira yake. Bwana asifiwe sana. Ndio maana siku hizi kuna watu ambao ni wataalamu wa kujua soko la ajira liko wapi. Usipowafuata hao utaisha. Siku hizi watu walikuwa wote wanasoma takwimu na vitu gani, hiyo imeisha, hilo soko limeisha. Watu sasa hivi wanajikuta wana madigrii makubwa, hawana kazi, hawana ajira. Ndio maana tunawashauri watu sasa hivi, hata wenye madigrii makubwa wanaenda sasa hivi kusomea kazi za ajira. Na madigrii hayana kazi tena, ni makaratasi. Kusema umesoma sana isaidii kitu. Kusema nimesoma nafanya kazi hii ndio inasaidia. Umesoma unafanya kazi hii, sio umesoma alafu una kazi unaanza kusumbua watu, nitafutieni kazi. Nani ana kazi siku hizi? Hujajua soko la ajira, umechelewa. Wewe unakimbilia digirii wakati hiyo haina maana sasa. Ndio maana utakuta hata madaktari, mtu ni daktari, mtu ni injinia, anaachana nayo, anaenda kurasini, anasoma, anapata cheti chake ili tu akawe mwanasiasa. Maana najua ajira ya hera kuzitafuta ziko kwenye siasa. Anaacha kabisa kuponya watu Mwimbili, anaenda kijijini kwao, anaongea na wazee wale, anawapa vihera, wanampalilia, anagombea ubunge. Anajua ukitaka hera nyingi ziko kwenye siasa. Watu wanaangalia soko liko wapi, kuliko ubaki tu nimesoma alafu una hera za nini? Bwana asifiwe sana. Kusoma sana bila hera hakufai. Amina. Jua soko sasa hivi liko wapi? Soko liko wapi? Kama wewe ni kijana, achana kupoteza muda, nenda huko, unaitwa nini, vocation training center hizi zinaitwa nini, VETA.
kasomee kutengeneza bajaji na pikipiki. Mwaka mmoja mwanaume kama huyu atashindwa kujua kutengeneza pikipiki na bajaji? Ndio mwendo wa sasa hivi, ndio mwendo wa ajira sasa hivi. Hii kinatoka hapa, hiki kinakuwa hivi, kinakuwa hivi, kinakuwa hivi. Mwaka mzima unacheza na kainjini kale kadogo, ushindwe kukafanya kukatengeneza. Ndio soko liliko. Watu sasa hivi ni bajaji, mwendo wa bajaji, mwendo wa pikipiki. Wala sio mwendo wa magari. Magari siku hizi unanunua chombo hiki, unatoa kunaweka kingine. Wala mimi ningekuwa kijana nisingepoteza muda eti kujifunza kwenda kutengeneza kuwa makanika wa magari. Ya nini sasa hivi hayana hela? Sasa hivi au mainjinia wakubwa wana mashine, anaiweka tu inamweleza kitu chombo kibovu hiki, anatoa anaweka kingine. Ule muda wa kukaa kutafuta kuhangaika umeisha. Watu wako kwenye bajaji, watu wako kwenye pikipiki. Bwana asifiwe sana. Wadada wako upambaji wa kumbi. Wewe unazidharau upambaji wa kumbi. Wale wanaopamba kumbi hawakosi kazi mwezi mzima. Wanaopamba kumbi hawakosi kazi mwezi mzima na mwaka mzima, labda pumzike. Kila wiki ana kazi, anaingiza hela, kuliko unakaa mimi. Yani badilika. Mimi nataka niende nikawe mtengenezaji wa saruni. Saruni sasa hivi nazo zinapitwa na wakati. Watu wanaleta mashine tu, wanakupika kichwani, nywele zinavyotakiwa, nywele zinakaa zinatize yenyewe. Kwa hiyo mtoto anaposema nikasome saruni iwe msusi, sidi kupoteza muda. Hizo wamezionyesha kwenye mitandao, manake zitamwagika dunia siku. Sasa ukiona vile uwezi na wewe ukawa mjinga, niwe msusi, niwe ulizia vizuri, soko liko wapi la ajira? Bwana asifiwe sana. Kuna kijana wangu mmoja anasoma hapo daktari. Mzee, kule wametushauri tuishie certificate kwa sababu degree haiajiriki. Lakini ukiwa na certificate utauza duka la madawa, utapata hela nyingi. Ukisema usome degree, utasoma degree huajiriki, hamna ajira, utakaa benchi mpaka utakiona. Watu wanaanzisha hospitali yako na babako ana mihela ya kuanzisha hospitali hana, utafanya nini? Kwa hiyo fanya kazi, jiendeleze. Mpendo, ndio hapa Biblia inasema kwa maarifa, kwa upanga wako utaishi. Utatumikia wenzio usipoangalia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo huko ndiko Wakristo tunatakiwa kuangalia. Sio muda wa kubegi tena, muda unabaki pale. Hapana. Tuhame, tuende hatua nyingine. Mambo ya kawia kupata baraka zetu yahame kwa jina la Yesu, yatutoke kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia ndivyo inavyosema. Mungu anatembea na watu wanaoamua. Mungu anatembea na watu wanaoamua, wenye maamuzi. Ana maamuzi, hajakaa tu mpaka leo imekuwa jioni, yani hana mawazo. Shetani, hiyo ni roho chafu, roho ya udhaifu. Huna maamuzi, huna hatua, huoni mbele, huoni nyuma, upo tu. Ni hatari. Lazima uwe ni mtu ambaye unakuna kichwa ili uhame kutoka pale ulipo. Kama ni biashara, anza kuwaza biashara nyingine. Anza kuwaza biashara nyingine. Nilikuwa na kijana wangu mmoja juzi hapa mahali fulani, wala hasali hayuko hapa. Na namuuliza vipi, unaendeleaje? Mimi naona hapa jiongeze, fanya moja mbili. Asema mchungaji, nilijaribu nikaenda nikapeleka hela zangu kwenye biashara fulani, zimepotea zote, milioni zangu 40. Milioni ngapi? Anajankasa, wala hazijapotea hizo, umewekeza. Mtu ulikuwa unajaribu kuliko kukaa pale. Unaona sasa ulicho nacho. Asema nikarudi kwenye mlaini yangu
Nikaona huku ndio mambo yanaenda, na kweli yanaenda. Sasa hivi pesa zinakuja, wanampigia simu, boss. Lakini ni mtu ambaye kichwa hajakaa kusema basi mimi siwezi kukubali, kama ambavyo mimi sikubali kuendelea kukaa na kanisa halina huku nini. Hata kama aonekane mtu wa kutoa hiyo hela, Bwana atajitwalia. Lazima watu wakute tumening'iniza humo, na vitu vinapendeza, wa mambo yanaonekana, nguzo zinapendeza, kila kitu kinaenda kwa wakati. Mnakuwa wale wewe unakuwa yule wa mwaka ule, mpaka aliyehama haoni hamu ya kurudi. Maana yake nini? Yaani adui yako akija kute huko vizuri, adui yako aliyekimbia kute huko sawa, aone aibu. Bwana asifiwe sana. Anapoona sebuleni kwako ushatupa kochi zile za panya, ushatupa, umeleta zingine na dawa ile ambayo inakaa kona ile, panya anakula huko kabla hajaingia kochi mpya. Sio anakuja anapita anafanya navyojua, kazi inakuwa hivyo. Kwa hiyo lazima, mpendwa, kichwa kifanye kazi, na akiwezi kufanya kazi kama huna neno la nani? La Mungu. Kwa sababu kwa neno la Mungu ndio maarifa yetu tunapata. Mtu asikudanganye, ukimwacha Kristo hutafanikiwa maisha yako, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anafunua siri. Ndiye atakayekwambia fuga nguruwe. Mtu asikudanganye, fuga nguruwe. Wewe una uwezo kufuga nguruwe, fuga nguruwe. Unafuga manguruwe yako 5, 6, unashangaa yote yamezaa 12. Unakuja kununua watu, una hela tayari, kuliko umekaa tu unalia. Utalia mpaka lini? Do something. Maisha yaendelee mbele, yabadilike. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Hayo ndio maarifa tunatakiwa kuwa nayo. Bwana tukuzwe kabisa. Maisha ya kung'ang'ana, yani maisha magumu. Kilala ni kama mti, kiamka ni shida tupu. Yani ni mtu mambo magumu, yani ufanye vitu kwa uraini. Hiyo ni roho hizi zinazokueleza, hizi ni roho zinazoambatana na watu, ni roho ambazo zimewashika watu, ambazo Mungu anasema hiyo mithali haitakuwepo. Ndio neno letu la msingi, hizo hazitakuwepo tena, kwa sababu Mungu ameamua kutembea na kanisa lake. Roho zile za kukawiziliza, roho vitu unavitafuta kwa shida, kwa tabu, sasa hivi Bwana atafanya kwa uwepesi. Ameahidi katika neno lake, utafanya vitu vitaenda, havitakawia tena katika jina la Yesu Kristo. Roho ya kung'ang'ana, kila unachokifanya ni kwa kung'ang'ana sana, kupambana, kusumbuka. Hiyo ni roho. Na kwa nini na kung'ang'ania? Huna maombi, huna nguvu ya kiroho. Kwa nini sikung'ang'ania? Kwa hiyo kila kitu kigumu, maana kina mapepo yamezunguka vitu vyako, na wewe bahati mbaya huombi. Kuna ndugu yangu mmoja haombi, kwa hiyo pepo zinamng'ang'ania, zinamfanya anavyotaka, anaenda mbele anarudi nyuma, anaenda mbele anarudi nyuma. Mimi nimekataa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na nayo haitakuwa inaenda mbele inarudi nyuma, inaenda tu. Nimewaalika wote wasioielewa waielewe, waje waniulize imefikia wapi dini yetu. Nitawaambia ilipofikia, si pale walipowaza, kwa sababu lazima mjue unayemtumikia. Lazima ujiambatanishe na Mungu. Bwana asifiwe sana. Hutakiwi kuwa pale. Ndio maana mimi moyo unapiga sana, unasumbuka kwamba nani atufungulie. Mfano tunao waimbaji hao wazuri, ukute yuko hapo tayari wanaroga tena kile kipawa. Ndugu yangu, omba. Usifikiri kila mtu anasema haleluya. Hapana. Ingia kwenye maombi, saa nyingine unasumbuka kama una akili nzuri.
lakini kumbe unajua unachokitafuta. Watu hawapendi maendeleo ya mtu, watu hawapendi kabisa usonge mbele, lakini huyu Mungu ametuahidi, anasema hiyo mithali haitakuwepo tena. Anatutoa kwenye mithali hiyo, mithali ya vitu kuchelewa, mithali ya vitu kutokuonekana dhahiri kwetu. Haitakuwepo ndani ya naodhi, haitakuwepo. Mimi nimemwambia shetani umeula wachuya, na ndio maana sasa hivi tunarusha kila ibada yangu itaruka bawa, iwe nyeusi iwe nyekundu itaruka. Na Mungu amenipa vijana, wanashukuru sana, itaruka. Bwana asifiwe sana. Amen. Haiwezekani shetani tupiga chenga, mnanunua mavitu ya milioni 14 hayana kazi yote, hayasaidii lolote. Hii ni roho, sio vitu vya kawaida. Chukua tu cha 500 hiki cha 300 kinachukua hiyo ujumbe uende. Hatuwezi kukaa vile. Hapana. Bwana asifiwe sana. Ndio maana mpendwa, mimi sasa hivi mkali. Ukitaka kuondoka ondoka. Na nimeongea na wapendwa wengi kwamba ondoka. Huku unasali, huku unasali. Ukifa itakuwaje? Alafu nasema baba yangu, wewe ni baba yangu wa kiroho. Mimi ninajua baba anamjua mtoto na mtoto anamjua baba. Na mwache ujinga hata mlioko huko. Sasa yule ndio baba yangu wa kiroho. Baba wa kiroho anamjua mwanae. Wanangu ni hawa wanaoingia hapa na kusikia neno la Mungu siku zote ninazosema mimi. Nikisema Jumatano wanakuja, hao ndio wanangu. Ijumaa wanakuja, hao ndio wanangu. Sasa wewe ulishasema wewe sio baba mzuri, nimeanzaje kuwa baba yako tena? Yaani mshindo kwa jina la Mungu. Yaani unajua wapendwa, wewe umepata baba mwingine, endelea naye. Endelea tu awe babako, wala hamna cha uadui, wala hamna cha kugombana. Wewe endelea, ushapata mwingine. Na sisi tunaendelea. Lakini duniani hakuna mtu ana baba wawili. Ulizaliwaje wewe? Yaani una baba wawili? Haipo. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa naongea na wanangu. Nasema jamani, hii haipo. Umeenda huku, ukienda nenda. Ukienda nenda. Bado tu tunatengeneza mchakato wa kutangaza fulani na fulani, hata likimtokea jambo si wetu. Wale walioijua onja nuru wakaiacha. Mungu anasema muwe waangalifu nao sana, kwa sababu wanaliona hili ni shimo la bibi. Wanakuja kuwahubiri watu humu ndani. Nje wapendwa, yule mtumishi wa yeye kule, yana na wahubiri hao. Watu wengine sasa, na mchungaji wewe umewaacha tu, wanahubiria, wanaenda kutesti. Kwani mimi niliaga Mbeya kuja kucheza mchezo gani Dar es Salaam? Tumekuja kuhubiri injili huku. Amina. Na ipate kudhihirika. Hata kama Bwana atatutoa duniani, tuwe na kazi watu wanaiona hii hapa. Bwana asifiwe sana. Sio mtu anahubiria yule ni mtu, Bwana mimi simjui. Nilikuwa naongea na mwanangu mmoja. Sema yule ni mtumishi tu, mtumishi. Mbona mimi simjui? Watu kiniletea hapa mimi simjui. Kwanza mtumishi ambaye haungani na wenzie anaficha nini? Mtumishi naye aliye wazi atakuja, anajitambulisha. Mimi niko hapa, mimi nahubiri na hawa, mimi babangu fulani, mimi nimetokea huku mahali, mimi ndio nahubiri injili hapa. Hata itakuwa wazi. Huyo tunampa mkono wa shirika. Mtu hataki hata Mwasota mjue, lakini watoto wa Mwasota hawajue. Hiyo tayari kuna something wrong. Nimwambia mwanangu mmoja kwamba we mtu kama amenitukana mimi baba yako, alafu anakupigia simu, hello, naendeleaje? Ameziona hela zako. Achana, muwe makini wa shirika. Mtu amemwona afai, kwa mfano babako, alafu anampigia mshirika. Hiyo haiko. Bwana asifiwe sana. Lazima watu wajue Mungu wao ni yupi. Amina.
sana, lakini ni pahali pa muhimu. Amina. Ili ujue ukiwa na baba wa kiroho ni huyo huyo, usiwe na baba sita. Ndio maana ufanikiwi. Uwe na baba huyu ukiona afai, hamia kwa no problem, endelea naye, lakini usichanganye, useme huyu asijue naye ni baba yangu kwa upande wa ni huyo huyo. Kwa hiyo Wakristo wengi hamfanikiwi kwa sababu mna wababa wangapi? Watatu, wengine wawili, wengine wanne. Huyu anakuona kondoo wangu, huyu anakuona kondoo. Siku moja tuliaibika sana na mama, tumeenda mahali kwa mshirika wetu, tukakutana na wachungaji wengine, nao wanaona mshirika wetu. Sisi na sisi tunasema mshirika wetu. Mimi hekima ikaniingia haraka, nikaona niwe nyuma, niwe kama mhudhuriaji naye wafahamu, niwe kama nao wafahamu, maana tayari wako, kumbe watu wamejimarisha huko siku nyingi. Ni hatari. Bwana asifiwe sana. Unaweza kugonganisha watu ikawa shida, lakini pointi yangu kubwa ni kwamba kwa nini ufanikiwi? Ni kwa sababu hujanyoka. Nyoka na mtu huyu mmoja, utamwona Mungu akitokeza katika maisha yako. Uwe na muombezi huyu mmoja, utamwona yoyote yule, utamwona Mungu anaonekana katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Na roho nyingine chafu ambayo inasumbua ni roho ya kujaribu mara nyingi bila kufaulu. Hiyo haitarudi tena katika jina la Yesu. Amen. Umejaribu ikafeli, unajaribu inafeli, umejaribu inafeli. Hiyo ni roho ya shetani ambayo Biblia hapa imesema hiyo mithali haitarudia tena. Bwana asifiwe sana. Utajaribu zinafaulu, utajaribu mara moja, vikikataa ya pili zinafaulu katika jina la Yesu Kristo. Lakini unajaribu mara nyingi, hiyo ni roho ya kukawiriza muujiza wako, na kusudi la shetani kukawiriza muujiza wako ni ili ukate tamaa, ni ili ukwit kumwamini Yesu, ukwit ngoja kwa Bwana, kuahirisha kumtumaini Kristo. Ndio maana unajaribu inakataa. Hiyo kwa watakatifu wanaomwamini Mungu, Bwana ameahidi sasa hivi haitarudia tena. Tapanga kufuga kuku zinaendelea. Bwana asifiwe sana. Na kuishi maisha ya jangwani, ishara ya kukawia. Kukawia ni kuishi maisha ya jangwani, unakawia. Yaani pesa ukizingoja haziji kwa wakati. Pesa unazikremu, zinachelewa na ni zako. Hiyo roho ni ya shetani. Na hiyo jina la Yesu Kristo likutembelee jioni ya leo, upite hiyo uokozi. Umepanga mpango wa hera zipatikane. Ndio makusudi ya Bwana kwa ajili ya utukufu wa Mungu, lakini zinachelewa. Mtu anazishikilia, hataki kulipa. Baya sana, mpaka akili inakuhama. Na kingine, ishara ya kukawia ni watu wanakopa hawalipi, wanashindwa kulipa. Sio kwamba hawataki kulipa, bali wanashindwa kwa sababu ni wewe umemkopesha, hapati hela ya kulipa, lakini akimkopesha yule mwingine analipa. Mpende hiyo roho ikutoke katika jina la Yesu Kristo. Hiyo roho ya kukopesha watu hawalipi ni roho mbaya. Ni roho ambayo inakupelekea kuwa mnyimi, lakini Mungu afungue milango. Maana Biblia inasema mtakopesha. Maana yake watu watakuwa wanakopesheka na tena wanalipa kwa wakati. Na Mungu akufanyie hivyo katika jina la Yesu. Akutoe kwenye hali ile ya kukopesha watu hawalipi,
na ukikopa na wewe lipa, na Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Haleluya. Kukopa na kushindwa kulipa, hiyo ni roho. Ulikopa, kwa nini usilipe? Roho ya madeni. Una madeni huku, una madeni kule, una madeni huku, una madeni huku. Ogopa madeni. Kila ukimwona mtu tayari umetengeneza lugha, umetengeneza namna ya kumueleza. Kila ukimwona tayari maelezo unayo fulani hivi ambayo atakuelewa tu, na wengine yani wana ulimi wa ajabu. Kuna mmoja kijana naye namdai hapa, amenipitia hapo mchana leo. Aliponipitia ameniona, tunamuona tu kule kwa mbali, naona tu ametengeneza tayari uongo. Yani shetani mbaya kule. Na amefika na nisaundisha tu hivi. Baada ya kwamba namdai anasema, na wewe mzee, kuna ni chamani. Tena mimi tena sio wewe na kuna. Yani shetani yuko kazini. Wapenda, ndio maana sasa hivi amua, chukua hatua. Toka pale ulipokuwa, nenda na mimi utafika. Nakwambia utafika. Nenda na mimi utafika. Shetani asituchezee. Mwisho namalizia Jumapili, narudia tena, narudia. Maana yake usikose, usipange kusafiri, uwepo. Kwa sababu hiyo ndio namalizia semina. Bwana asifiwe sana. Amen. Hapo ndio kila kitu kwisha kabisa. Lakini hii roho ya madeni hatutaki, wanadayo tunadaiwa. Alafu ulipi, kila mtu anakujua. Au roho ya kupenda vya bure. Unapenda vya bure. Wenzio wanakunywa soda, unajisogeza tu. Amina. Waache wanywe watu soda. Wewe mbona unasogea karibu wakati watu wanakunywa soda, na wewe unakaribia. Hiyo ni roho. Inakuwa sana kwa vijana. Hiyo roho chafu. Yani wewe uliwapa lini wenzio soda? Wewe lini uliwapa? Kupenda vya bure, vya kupewa tu. Usipende vya bure, ni roho chafu. Hutakuja kufanikiwa. Maana unasubiri vya bure uvipate wapi? Ukiwaona watoaji, haleluya, barikie sana, barikie. Vya bure vya nini? Mimi nilikuwa naongea na kijana wetu mmoja yule aliyekuwa ametoka Ulaya, Marekani. Naona wanaomfuata wote wana malengo tu, wanamfahamu tangu zamani. Nikamwambia katibu wahi washa muharibu. Mtu ndani ya dakika 5 amejua historia ya kanisa zima. Hakuwepo miaka mingi. Amejua ndani ya dakika hizi. Au sio hivi yule naimona. Dakika hizi. Mtu karibika, nikasema katibu kimbia wahi. Wakamwahi. Na tayari ana habari. Pendwa, shetani yuko kazini na sisi lazima tuwe kazini. Msibweteke washirika. Kuna kubweteka sana kwamba basi mimi nimeokoka, unakuja kwa Bwana unavyotaka, huna nidhamu, huna hofu ya Mungu, uogopi. Hata tukisema tuombe, nikikuangalia machoni na kuona bado mkavu. Unajua nikikuangalia nitajua umeguswa roho. Tukiomba wote, mchungaji yani tuombe wote tumepiga magoti. Tunasema ameni na kuangalia usoni na lo mkavu. We upondeki hata kidogo kama nafsi. Jamani. Siku za mwisho. Si basi tuone hata sauti inabadilika. Tuone basi hata kwenye maombi yako sauti inafanya nini? Yani umekuwa mkavu, ni kama unakuja tu kutimiza nini? Wajibu. Hapana. Tafute Mungu wa kweli. Ukimtafuta wa kweli, shetani atakimbia. Shetani atatafuta njia ya kuelekea. Bwana asifiwe sana. Na huko ndiko tunakoelekea kanisa. Tusiwe dhaifu katika maombi. Usiwe dhaifu. Iwe ni usiku wa manane, amka omba. Bwana asifiwe sana.
hamtaomba ndivyo walivyo watakatifu, na Mungu anapatikana hivyo. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Mungu anapatikana kwa njia hiyo. Kwa hiyo ninayo machache ya kumalizia. Roho ya kukataliwa. Roho ya kukataliwa ni mpango wa Shetani. Kila ukiapia mahali wewe una kibali, kila ukiwa katikati ya wenzio na wewe unajua kabisa sina kibali, hiyo ni roho lazima ikome. Kwa andiko tuliolisoma leo, kuchelewa katika ndoa, kuoa au kuolewa, hiyo ni roho. Ni ambao hamjaoa hamjaolewa, usifikiri ni kawaida, ni spirit. Sasa hiyo ukikamia katika ulimwengu wa roho inatoka, upenyo unapatikana. Unanielewa wapendwa? Kabisa. Haiwezekani wewe ni dada unaendelea tu kuwa dada, kuendelea tu kuwa dada mpaka lini? Na sisi hatuna masista. Dini hizi hazina masista. Hizi dini zina watu wa kuoa na kuolewa. Amina. Muujiza wako kama uko mashariki unauvuta katika ulimwengu wa roho. Muujiza wako uko magharibi unauvuta katika ulimwengu wa roho. Unakuja kwa wakati. Mimi nakwambia ukweli, ni maombi. Ile seriousness ya Mungu ndio tunataka kuirejesha. Kwa sababu muujiza yetu iko pale. Bwana asifiwe sana. Bwana wa Mungu. Kulingana na muda wetu Ijumaa kesho tunakuja kwenye deliverance. Ni Ijumaa tuongea roho ya mipaka, kuwekewa mipaka. Yaani wanga na wachawi wanakuwekea mipaka. Huwezi ukavuka vitu fulani, hatua fulani. Wewe unaishia mahali hapa tu. Unagonga, unakimbia, unaishia pale. Hiyo ni roho mbaya sana iliyopo katika familia nyingi, katika watakatifu wengi. Hawezi kwenda mbali. Mimi wapendwa, najifunza kwa watu. Najifunza kwa watu. Kwa nini wengine wanakwenda spidi? Kuna kanisa moja letu hapa Dar es Salaam, mimi mwenyewe nimeenda kushughulikia ili lisimame. Ni tawi letu tu, lakini leo hii ninazungumza limetuzidi kiuchumi. Vijana hawanunui bajaji na magari, wanajenga nyumba za vigai, nyumba nzuri. Vijana kazi hao wamekosa. Si tumekosa nini? Si tumekosa nini? Binti zetu wasijenge nyumba. Kwa nini msiniambie kwamba huku baba, huku na kiwanja ninataka kujenga ili tumtukuze Mungu? Utapanga mpaka lini? Nafuu ukose kuolewa mpaka mtu anashindwa kuapproach, maana hela nyingi. Akuapproach vipi? Una hela nyingi, Mungu amekutokezea kwa njia yake. Na binti yangu mmoja, hela zimekuwa nyingi. Sasa labda sababu anajua nina hela nyingi. Sasa potelea mbali, hata kama uolewe binti yangu, hela ni za muhimu. Iachana nayo kama ina kwa sababu ya hela tena. Bwana asifiwe sana. Lakini angalau hilo ni jaribu zuri kuliko hela huna wa kukusalimia hayupo. Hiyo ni hatari hii. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hebu inuka kutoka pale ulipo, funguka kutoka pale ulipo. Nimalizie na kurudia Mungu neno alilotupa leo na Ezekieli 12. Wewe uliyechelewa kuwa na sisi, mstari wa 21 mpaka 28. Soma, ni mithali gani hii mlio nayo katika nchi hii? Mithali ya kuzungumza kwamba tu Mungu hajanifanyia, Mungu mimi ameniacha, Mungu anajua walio wake. Wakati wa sasa Mungu wa kujidhihirisha kwako umefika. Anasema sintakawirisha tena. Pokea muujiza wako. Tusimame wote, ni saa ya kupokea muujiza wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Pokea muujiza wako. Pokea
muujiza wako. Pokea lile ulilolitarajia kwa Bwana. Mungu afufue vilivyokufa. Neno letu la mwaka, Mungu akutoe kwenye makaburi. Hata kama ulifukiwa, utoke kwenye makaburi katika jina la Yesu Kristo. Hata kama alikutengenezea ilizi ya kuchemsha, utoke kwenye hilo bakuli katika jina la Yesu Kristo. Utoke katika makandamizo ya shetani katika jina la Yesu Kristo. Bwana kufungulia ukurasa mwingine katika jina la Yesu Kristo. Na mtu aaminie na aseme amen. Bwana kutendee mambo makubwa katika maisha. Kabla mwaka hujaisha uone muujiza wako. Kabla siku hazijaenda mbele uone muujiza wako. Wamekuita si kitu, wamekucheka, wamekudharau, Bwana kutokee kwa njia nyingine katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Weka mikono yako juu, sema Bwana Yesu, niko mbele zako, unayajua maisha yangu, niko hapa, nimekata tamaa, kila ninachokifanya hakifanikiwi. Kwa neno lako, kama alivyosema Petro, ninachukua hatua. Kwa neno lako nachukua hatua. Nisaidie Roho Mtakatifu kwenda mbele kutoka hapa nilipo. Nang'oka sasa, natoka sasa kwenye matope, natoka sasa nilikokandamizwa, natoka sasa